Full preparation tuko siku ya mwisho leo kwenye maandalizi. I think tulikuwa na siku 3 mpaka 4 za maandalizi baada ya mapumziko ya kile ambacho kilitokea. So obviously group la wachezaji wote ambao niko nao wako kwenye hali nzuri. Baadhi ya wachezaji wachache ambao hawatakuwepo kwenye mechi kwa maana ya Salamanda aliyepata red card kwa mchezo wetu isha wa Mbeya City, kama Tanga, Maka au ni watu ambao wako na injuries ambao wanarudi taratibu na kulikava, lakini obviously group lingine la watu wote wako kwenye preparation nzuri, na leo ni siku ya mwisho kuona jinsi gani ambavyo watakuwa kwenye hiyo hali nzuri zaidi. Naomba Mungu inshallah wawe kwenye hali hiyo ili tuweze kumaliza maandalizi vizuri zaidi katika siku ya leo. Kitu cha kwanza tuna respect Simba. Kwa sasa Tanzania nafikiri kwa msimu karibu 6 mpaka 7 ni good team Africa, na kwetu wako na wachezaji wazuri wameingia kwenye this season. Wana new coach nao, nafikiri kuna new approach, new plan ambao wana work out nao. Tumejaribu kuona kuna mechi 2 ambazo wamecheza wa kimataifa. So homework kwetu na kuona kwamba ni jinsi gani ambavyo Simba ilivyo kwa sasa sivyo vile ambavyo ipo. Kuna some players ambao walikuwa kwenye season na kuna wachezaji ambao wapya wameingia kwenye season, na wana mwalimu mpya ambao I think ana philosophy yake jinsi gani ambavyo in possession and out of possession anaweza kuitengeneza timu yake. So tuna angalizo kubwa na tunajua tunakutana na timu nzuri na bora. Ni good opportunity kwetu na kwa vijana kutana na timu ya aina hiyo. So we need kuwa solid, we need kuwa compact na organization kwa maana ya 1 minute mpaka dakika ya mwisho. I think kwenye kila moment ya football, kwenye kila mechi kuna problem ya kuruhusu goli. Is not about the defenders peke yao. Timu ina defending general team. Kama mistake imetokea, it means inaweza kuwa imetokea kwenye block moja kwenda kwenye block nyingine. So kama mwalimu na staff ni kujaribu kuona jinsi gani ambavyo tunaweza kuwafanya bora hizo block, tunaweza kufanya bora individual kama ni kosa la individual na collective. So tunaona kila mechi jinsi ambavyo inatokea kwenye hizo moment, lakini mimi ninachoamini kama tunaweza tukashindwa kuwa comfortable, tukashindwa kuwa na well organized, tukashindwa kuwa na communication nzuri kwenye any moment, kama tuna mpira na wakati hatuna mpira tunaweza kufanya makosa, lakini hatuwezi kuwa na 90 minutes bila kukosea. Kwenye football hiyo haipo. So hata wao pia wanaweza kukosea, sisi tukatumia ile nafasi. Upya wa wachezaji ama jinsi gani ambavyo tuna defend, kama mwalimu ni homework kwetu kuona jinsi gani tunataka kuwaweka wachezaji kuwa bora kwenye kila moment, wakati hatuna mpira na wakati tuna mpira, na kuwafanya kuwa waenjoy kwenye kile kitu chao. Kama defender basi enjoy kuzuia, kama ni midfield pia enjoy, sababu ni vipindi viwili kwenye mpira. Tunao na hatuna. So bado ipo kwetu, ni kitu ambacho tunakiona correct, sio kwamba tumeacha au tunakubali kila mechi turuhusu goli. No. Ni kazi ambayo tuna homework every day ili kuweza kuwa vizuri zaidi uwanjani. Tunajenga mentality kwa wachezaji jinsi gani how can start game, whatever tunakutana na timu gani. Cha kwanza ni jinsi gani ambavyo tunaweza start game. So preparation yote ni kuwa solid na kuwa salama wakati wote, lakini tunachoangalia cha msingi ni kuona jinsi gani ambavyo 1 minute mpaka 45 minutes tunaweza tukaendelea game. So ndani ya hizo minutes hatuwezi kusema kwamba hatuwezi kukosea. Tunaweza tukakosea the way mpinzani anaweza kutumia lile kosa jinsi ambavyo tunakosea. So kipindi cha kwanza na kipindi cha pili ambavyo wewe umesema labda tunakuwa tofauti, different games, different approach, jinsi ambavyo play style ya opponent, jinsi ambavyo wanacheza. Simba tofauti na 5 games ambazo tumecheza nao, kuanzia wachezaji, kuanzia jinsi ambavyo wanacheza. Tuna mpango ambao tutasema nini ambacho tutafanya for the 45 minutes na 5 minutes zingine. Hiyo ni plan ya mimi, staff pamoja na wachezaji. Sawa, swali la